Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 4, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11 aya 19 mpaka aya ya 26, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 10 aya ya 22 mpaka aya ya 30. Karibu tusikilize Injili. Huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu moja. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, kondoo ni mnyama ambaye kwa kweli ana sifa mbalimbali, zikiwemo nzuri na ambazo sio nzuri sana. Nzuri ni kwamba kwa Wayahudi ni mnyama aliyeonekana kuwa kwanza ni mpole na aliye tabaradi, maana yake aliyetulia, na pia ni mnyama aliyeonekana kuwa mwenye nguvu. Na tena kondoo ni mnyama aliyeonekana kuwa ni defenseless, maana yake hawezi kujitetea. Mara nyingi kondoo ni dhaifu katika kujitetea, na ndiyo maana pasipo mchungaji ilikuwa ni rahisi kwa mbwa mwitu kumkamata na kumrarua. Lakini sifa nyingine ambayo sio nzuri sana, kondoo alionekana kuwa ni mnyama ambaye ni mjinga, katika maana ya kwamba ukimwacha mwenyewe anapotea njia na hawezi kujiongoza mwenyewe kwenda mahali anapotakiwa kwenda. Kwa hiyo lazima aongozwe, na aliyepewa jukumu hilo ni mchungaji. Na mchungaji alifahamika kuwa ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kuongoza kundi la kondoo na kulipeleka kwenye malisho safi. Sanjari na hilo, kondoo pia alifahamika kuwa ni mnyama mwenye sifa ya kusikiliza na kufuata. Kondoo mara nyingi ukitangulia mbele anakufuata, lakini sio yeye umtangulize mbele ili aongoze njia, kwa sababu tumeshasema ya kwamba kondoo ni mjinga na anahitaji kuongozwa. Na kwa nini anafuata? Ni kwa sababu ana imani na yule anayemuongoza kwamba
atampeleka mahali sahihi na kwenye malisho bora. Ndiyo maana inakuwa rahisi kwake kumsikiliza na kumfuata mchungaji. Na hii sifa ya ukondoo au sifa ya kondoo lilipewa taifa la Israeli, kwa sababu kwa mara ya kwanza taifa linalopewa sifa ya kuitwa kondoo ni taifa la Israeli. Na wachungaji ambao walitegemewa walilishe na kulilinda kundi hili hawakufanya hivyo. Hii ni kwa sababu wachungaji walianza kujishibisha wao kwanza badala ya kushibisha kondoo. Na ndiyo maana baadaye Mungu mwenyewe katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34 kuanzia aya ya 2 na kuendelea anasema, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Mimi mwenyewe nitawatafuta kondoo wangu na kuwatunza, kama mchungaji anavyowatafuta kondoo wake walivyotawanyika, ndivyo nitakavyowatafuta kondoo wangu. Mimi mwenyewe nitakuwa mchungaji wa kondoo wangu. Kwa hiyo Mungu katika mazingira hayo anaonekana ndiye atakuwa mchungaji wa Israeli, na Israeli watakuwa kondoo wake. Na Mungu kama mchungaji anajua njia, anajua wapi penye malisho mazuri na bora. Sasa tukianzia hapo hapo katika hiyo jazanda au taswira nzima ya kondoo tuliyoiona ya kwamba Mungu ndiye mchungaji na Israeli ndiye kondoo. Na nimesema pia kondoo ana sifa mbalimbali, ikiwemo sifa ya kufuata na kusikiliza. Tukiunganisha na injili yetu ya leo, Yesu anasema, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Swali ni kwamba ni kwa nini alisema maneno haya? Ni kwa sababu Wayahudi kama kondoo ilitegemewa wamsikilize na wasadiki kile anachokisema yeye kama mchungaji, ya kwamba yeye ndiye Kristo. Lakini wao hawakufanya hivyo, na badala yake wakaanza kumuuliza, wewe ndiwe Kristo? Tukisoma aya ya 23 mpaka aya ya 24 katika somo hili tunaambiwa ya kwamba Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Ndugu wapendwa, swali hili wanalomuuliza Yesu alikuwa tayari ameshawajibu katika injili hii ya Yohane, pale alipojidhihirisha kuwa yeye ni mchungaji mwema. Lakini pia alikuwa tayari ameshazungumza waziwazi kwamba yeye ni Kristo kwa yule mwanamke Msamaria, pale yule mwanamke alipomwambia, najua ya kuwa yuaja Masia aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Na Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Sasa hawa watu inavyoonekana, labda walikuwa hawaelewi, au labda walikuwa na mioyo migumu, au walikuwa tayari na vigezo vyao na mtazamo wao kwamba
Kristo atakuwa ni wa namna gani, na ndiyo maana bado wanaendelea kutilia mashaka juu yake. Lakini Kristo anatumia jazanda au lugha ya picha ya mchungaji mwema kuwajibu katika swali lao kwa kusema kwamba wao si miongoni mwa kondoo wake, ndiyo maana hawamsadiki wala hawaisikilizi sauti yake. Kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni ya kwamba kondoo ana sifa ya kusikiliza na kufuata. Kondoo mara nyingi ukitangulia mbele anakufuata, lakini sio yeye aongoze njia, kwa sababu nilisema ya kwamba ni mjinga, anahitaji kuongozwa, na anafuata kwa sababu ana imani na yule anayemuongoza kwamba atampeleka mahali sahihi na kwenye malisho bora. Ndiyo maana inakuwa rahisi kwake kumsikia na kumfuata. Lakini kwa hawa Wayahudi, Yesu anawaambia si miongoni mwa kundi lake, kwa sababu hawaisikii sauti yake wala hawamfuati. Ndugu wapendwa, tunajifunza nini hapa? Nasi pia katika maisha yetu mara nyingi tunajikuta hatumo katika kondoo wa Yesu, kwa sababu tunashindwa kusikiliza na kufuata maagizo yake anayotuelekeza. Na maagizo yake ni kuishika sheria yake na kumpenda yeye na kumpenda jirani yetu. Na ili tumsikilize na kumfuata, tunahitaji tuwe na sifa kama za kondoo. Kwanza, tuwe na sifa ya upole na tuwe watu tulio tabaradi, yaani tuliotulia. Kondoo hata kama anaongozwa kwenda machinjioni, hubaki katika hali yake ile ile ya upole. Kumbe nasi tuwe wapole kama kondoo. Pili, tutambue sisi ni defenseless, katika maana ya kwamba kondoo anapokutana na mbwa mwitu hawezi kujitetea mwenyewe, anahitaji mchungaji amtetee. Kwa hiyo na sisi kama kondoo wake, katika hali yetu ya unyonge wa kibinadamu, tutambue kwamba tunamhitaji yeye aliye mchungaji wetu atutetee katika yale yanayoshinda nguvu zetu. Tatu, kondoo ana sifa ya ujinga, katika maana ya kwamba kondoo hawezi kuongoza njia mwenyewe, anahitaji kuongozwa, kwa sababu akienda peke yake atapotea. Kwa hiyo nasi pia kama kondoo tukubali kwamba hatujui zaidi ya mchungaji wetu ambaye ndiye Mungu, kwa sababu yeye ndiye hekima yenyewe na yeye ndiye maarifa yenyewe. Kwa hiyo tuwe wanyenyekevu ili aweze kutuongoza katika njia ya ukamilifu. Wapendwa taifa la Mungu, tumesikia pia mwanzoni mwa injili hii aya ya 22. Injili inaanza kwa kusema kwamba basi huko Yerusalemu ilikuwa siku ya sikukuu ya kutabaruku na ni wakati wa baridi. Ni kwa nini ni sikukuu ya kutabaruku? Katika historia, hasa tukisoma kitabu cha kwanza cha Wamakabayo, tunaambiwa ya kwamba hekalu lilinajisiwa na mfalme mmoja aitwaye Antioko. Baada ya kuishinda Misri mwaka wa 143, alirudi akaiendea Israeli, akafika Yerusalemu na jeshi kubwa, akaingia hekaluni kwa jeuri, akachukua madhabahu ya dhahabu, akachukua kinara cha taa na vyombo vyake vyote, vyombo vya thamani na vyombo vyote vya utunu alivyoweza kuviona,
na kisha akaondoka kurudi kwake, huku akitoa maneno ya jeuri. Na tena alilinajisi hekalu, kwa sababu alitoa amri ya kwamba watu wote waache kutoa sadaka za kuteketezwa na dhabihu na sadaka ya kinywaji hekaluni, tena wajenge mahekalu na viwanja vitakatifu vya miungu ya uongo na kutoa dhabihu za nguruwe na wanyama wachafu. Kwa hiyo sikukuu hii ya kutabaruku ambayo inaongelewa hapa katika somo ilikuwa ni sikukuu iliyowekwa kwanza kuwa kama ukumbusho wa uasi uliofanywa na baadhi ya Waisraeli kwa kuabudu miungu ya uongo, na hatimaye wakapelekea hekalu kuharibiwa. Yote na yote iliwaalika watu kubaki imara na waaminifu katika sheria ya Mungu wao. Pili, ilikuwa kama ukumbusho wa kukumbuka namna walivyolitabaruku hekalu kwa upya tena baada ya Yuda wa Makabayo kuwashinda adui ya Israeli na kuirejesha Yerusalemu katika mkono wa Waisraeli. Tatu, ililenga kuonesha uthibitisho au ushahidi wa kwamba Mungu bado anaendelea kuwajali Israeli kwa kulirudisha tena hekalu kuwa katika hali yake kama ya mwanzo. Na kwa Wayahudi, wao waliamini kwamba Mungu anapatikana na anakaa hekaluni, kwa sababu hekalu kwao lilikuwa ni ishara wazi ya uwepo wa Mungu. Ndugu wapendwa, katika mtazamo huo wa Wayahudi wa kwamba Mungu anapatikana na anakaa hekaluni, mwishoni mwa Injili hii aya ya 30, Yesu anaposema mimi na Baba tu moja, maana yake anamaanisha kwamba kama vile Waisraeli walivyokuwa wakisherekea uwepo wa Mungu katika hekalu kwenye hii sikukuu ya kutabaruku, anataka kuambia kwamba Mungu hapatikani tu hekaluni, bali kuna namna nyingine ambayo Mungu amejifunua kwao, kwa sababu wao waliamini kwamba Mungu anapatikana tu hekaluni. Sasa namna nyingine hiyo ni ipi? Ni yeye mwenyewe. Ndiyo maana anasema mimi na Baba tu moja. Kwa hiyo hakuna haja ya kuangalia tena jengo linaloonekana, yaani hekalu, ili kutambua uwepo wa Mungu. Yesu mwenyewe ndiye uwepo wa Mungu unaoonekana. Uwepo wa Mungu ulioonekana katika hekalu hapo zamani unakamilishwa ndani ya Kristo, kwa sababu yeye na Baba ni mamoja. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Darius Dinus Kingi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Imara, apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia